Kwa majina naitwa Mary Kabwe Albert. Na ni mkazi wa Kigoma mjini. Naishi Mji Mwema. Game. Nilikuwa naupenda na ushawishi wa mchezaji fulani hivi alikuwa anacheza kipindi hicho. Hadi sasa hivi bado anacheza, anaitwa Ima, ni jirani yetu. Kwa alikuwa ananishawishi ile kwenda, nikaenda kuangalia kwa napenda. Ndio nikaanza kujifunza mdogo. Basket kwa sababu ndio mchezo ulikuwa unaniingia sana. Netball sijawahi kutamani kabisa kucheza, labda volleyball. Lakini basket ndio niliupenda sana mpaka sasa hivi. Mzazi wangu aliniruhusu maana na yeye anapenda michezo. Kwa huwa na yeye ananihimidi kama nisipoenda ananiambia mbona uendi mazoezini, kwa nakuwa na ile amshamsha kwenda. Mechi yangu ya kwanza ilikuwa ni timu yetu ya Lakeside na Kasulu. Ndio ilikuwa mechi yangu ya kwanza. Mambo yalikuwa mazuri kwa sababu nilishirikiana na wachezaji wenzangu ambao walikuwa wazoefu, dada zangu. Mambo yalikuwa mazuri, sikupata ule ugumu, lakini changamoto kidogo. Ni urafiki na kuheshimiana, discipline kwa sana. Kwa sababu mkubwa tunamheshimu kama mkubwa na mdogo pia kwa mkubwa na mheshimu hivyo. Ndio katika mchezo hiyo ni kawaida kutokuelewana. Kuna ile mwenzako akizingua unamfokea. Na wewe pia ukizingua mnafokeana, kuna muda kabisa mnatoana kwenye mchezo, baadaye mchezo ukiisha tunaombana msamaha na maisha yanaendelea. Ule mtu ambaye tunacheza position moja, ile kudunda sana, akidunda mipira zaidi ya 4 chini na hajatua pasi, hajaangalia mbele kuna nani, ile ndio inanikeraga sana. Kwa hiyo ndo najikutaga nishamfokea ili ajirekebishe. Hasira sio tu kwa basketi, kwa michezo sio nzuri kwa sababu ukiwa na hasira huwezi kucheza vizuri. Mchezo unakuwa unatumia hasira kuliko akili. Nguvu kidogo, akili mingi. Huwa nakimbia kwa sababu Mji Mwema kwetu kule milima ni mingi. Huwa napanda mlima na kushuka. So kwa wiki huwa nafanya mara 2 au mara 3. Babangu, kwa sababu babangu ndo anapenda michezo kuliko mamangu. Mamangu akiniona nimefululiza sana labda siku 3 anaanza kuniambia basket kila siku, lakini babangu hajawahi kunikatisha tamaa. Najiona mbali, ndio maana nazidi kufanya mazoezi pale ambapo nilipo nipavuke mbele zaidi. Maana kutoboa kwa mtu ni jinsi alivyo, yani mazoezi kwa wingi. Kufanya mazoezi ndio jinsi utavyoendelea kuwa mkubwa. Nategemea kucheza, sijajua, labda Mungu akinichukua. Maana hata uzeeni nitakuwa nacheza. Hata kama niki labda ile uzeeni nitakuwa tunafanya mazoezi. Maana ndio mchezo ambao naupenda, ambao upo moyoni. Sichezi kwa sababu eti for fun, nacheza kwa sababu nataka nifike mahali. Wana imani na mimi kwa sababu kuna muda mwingine kama nikiwa na mechi wanakuja kuniangalia, wanipa support. Na kakaangu pia ananipa support sana kwa sababu na yeye anapenda michezo. Ni footballer. Hapa Kigoma anacheza Mwanga City pale. Na dadangu tunacheza naye timu moja wa kule juu Lakeside. Yuko pale. Kwa kocha yani kwa mimi na kocha wangu tunachukuliana kama mtu na mzazi wake. Maana ukishamchukulia kocha kama tofauti huwezi kucheza basket, maana atakuwa anakufokea, wewe una mind, hauchukuli ile userious wala discipline haitokuwepo. Lakini mimi na kocha wangu tunachukuliana kama wazazi, akinifokea akiniambia okota hii na okota, akiniambia leo mna kufanya mazoezi ondoka, naondoka. Au namuomba msamaha Kigoma hivyo ndo naondoka.
Sijawahi kumchukulia kocha wangu tofauti, namchukulia kama mzazi wangu kwenye kikapu. Ni kawaida, maana kocha huwa anaongea na wachezaji akiwa nje. Anaanza kuniambia acha hapo, nenda huku. Naondoka, lazima niondoke kwa sababu yeye ndio ananicontrol kiufupi. Ni kama mwanajeshi, akiambiwa alale hapo atalala. Kwa hiyo kocha wangu akiniambia niache, niondoke, nisicheze hiyo position, nitaondoka na nitafanya jinsi anavyotaka yeye. Ambacho kimenichukiza ni lose. Cha kwanza lose game, na ambacho kimenifurahisha hatuja give up. Maana walikuwa shatuacha mbali sana na tulipambana na tukafika kuna wakati tulikuwa tushawazidi alafu tukaja tena lose baadaye kabisa mwishoni. Hicho ndio kilichonichukiza. Kilichonifurahisha amna give up. Yaani tulicheza mwanzo mwisho.